Wazee hawa walifungwa kwa bahati katika gari na mwana wao. Joto ndani ya gari lilipanda hadi nyuzi 60°C. Baba alikuwa na ukosefu mkubwa wa maji na karibu kukosa hewa. Mama alimpigia simu mwanawe kwa wasiwasi kwa msaada, lakini mwana huyo alikuwa anaangalia mkewe mgonjwa hospitalini. Kwa bahati nzuri, mama mkwe wake aliona simu inayoingia, lakini ili asimsumbue binti yake kupumzika, aliweka simu. Kwa kuwaongezea shida, baba wa mwanaume huyo ghafla alipata mshtuko wa moyo. Mkewe alijaribu kutafuta dawa yake, lakini alipata chupa ya dawa ilikuwa tupu. Alijaribu kuvunja dirisha la gari kupata msaada, lakini mumewe hakutaka kuharibu gari jipya la mwana wao. Upande wa pili, mwanaume huyo hatimaye alimtuliza mkewe. Aliwasha simu yake na kuona simu nyingi za kupita kutoka kwa mama yake. Akitambua kuna kitu kibaya, mara moja alipigia simu tena. Mama yake alimwambia kuhusu hali yao ya sasa na akamwomba aje kwa uokoaji. Mwanamume huyo mara moja aliweka simu na akaandaa kukimbilia eneo la tukio, lakini wakati huo mama mkwe wake alikimbilia ndani ya chumba na kumzuia. Alidhani usalama wa binti yake ulikuwa muhimu zaidi na akadai kwamba kwanza awapeleke nyumbani baada ya kutoka hospitalini. Chini ya shinikizo, mwanaume huyo alikubali. Upande wa pili, mama wa mwanaume huyo alingojea kwa muda mrefu, lakini hakuna uokoaji ulifika. Alijaribu kupigia simu polisi. Polisi walimwomba atoe eneo maalum, lakini ni mwana tu aliyekuwa anajua wapi gari lilikuwa limeegeshwa. Kwa kutokuwa na budi, alimpigia simu mwanawe tena. Wakati huu, mwana huyo alikuwa akiendesha gari la mkewe. Simu ilikuwa kwenye mfuko karibu na mkwe wake. Alipoona simu iliyopita kutoka kwa mama mkwe, aliiga